Ninakushukuru kwa kuwa Baba, hata saa hii umeiweka miguu yako katikati yetu. Baba, saa imefika ya kupokea kutoka kwako. Usitupungukie Baba, wala usitupite siku hii ya leo. Tazama Baba, ni neema yako ya pekee ambayo umeiachilia katikati yetu siku hii ya leo. Nasi tuko tayari kusikia na kupokea kutoka kwako. Ninakushukuru kwa kuwa Baba imekuwa. Nisikie kila mmoja akisema amen. 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 Nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote kwenye ibada ya jioni ya leo. Kwa wewe uliye mwenyeji, hata wewe uliye mgeni, karibu. Uwe na amani ya kutosha kwa kuwa uko ndani ya nyumba ya Mungu Yehova. Tutajifunza kwa pamoja kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema kuangamiza makuhani wa kichawi. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 18. Nitaanzia mstari ule wa 15. Imeandikwa, Elia akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Ninarudia. Elia akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elia. Yeye Elia akayasema maneno haya kwamba kama Bwana wa majeshi ambaye ni Mungu Yehova aishivyo, ambaye anasimama mbele yake, anasema hakika nitajionyesha kwake hivi leo. Mstari wa 16. Basi Obadia akaenda zake amwone Ahabu, akamwambia, naye Ahabu akaenda zake kumlaki Elia. Obadia akaenda zake amwone falme, akaenda kumlaki Elia. Ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Ahabu akayasema maneno haya kwa mtumishi wa Mungu aitwaye Elia. Anamwambia maneno haya, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabahali. Maneno haya anayajibu mtumishi wa Mungu Elia. Ananena na mfalme Ahabu
Anamwambia kwa habari ya kutaabika juu ya Israeli, si mimi, ila ni wewe Ahabu na ile nyumba ya baba yako. Ninyi kwa pamoja ndo mliohusika kwa namna moja ama nyingine. Mmehusika kwa jinsi ipi? Mmehusika kwa jinsi gani? Mmeziacha amri za Bwana Mungu wenu. Kwa jinsi hiyo mmehusika kuitaabisha Israeli, na si mimi Eliya. Hayo ni maneno yatokayo kinywani mwa mtumishi wa Mungu akimjibu Mfalme Ahabu. Nyakati zile walitaabishwa, waliteseka Israeli, lakini kupitia kuteseka kule, kupitia kutaabika kule, wao waliwaza, wao walifikiri ni Eliya mtumishi wa Mungu amehusika juu ya mateso yale. Lakini hakuwa Eliya, bali alikuwa ni Ahabu na nyumba ya baba yake, kwa kuziacha njia za Bwana, kwa kuziacha amri za Bwana na kwenda kumfuata Baali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kuna kitu cha kujifunza kupitia andiko hili. Unapoiacha nyumba ya Bwana, unapoacha kumwabudu, unapoacha kumwabudu Mungu Yehova, na badala yake unamwabudu Baali, kusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Tumishi wa Mungu, ni azime masikio yako, usinione katika hali ya utulivu huu. Mtumishi wa Mungu Eliya anaongea na Ahabu, ambaye Ahabu anafikiri kutaabika kwa Israeli ni kwa sababu ya Eliya. Eliya anamwambia, sio mimi, wewe Ahabu na nyumba ya baba yako mmeziacha zile amri za Bwana Mungu wenu, mkazifuata njia nyingine. Lakini kwa kuwa unasema ni mimi niliyehusika kuitaabisha Israeli hii, wakati ninyi ndio mmeacha amri ya Bwana, wakati ninyi ndio mmeziacha njia za Bwana, sasa ikajulikane leo kwamba yupo Mungu katika taifa hili. Nipeleke watu ukanikusanyie jamii yote ya Israeli katika ule mlima wa Karmeli. Lakini sio jamii tu ya Israeli katika ule mlima wa Karmeli. Wapo manabii wa Baali, wako manabii wa Baali wapatao 450. Lakini si hao tu 450 ambao ni manabii wa Baali. Kuna wengine, wale manabii wa Ashera, hao nao wanapata 400.
hao wanakula chakula mezani pa Yezebeli, nao na wahitaji kwenye kile kilele cha ule mlima Karmeli, tukutane pale, ikajulikanike Mungu wa kweli ni yupi, anayepaswa kuzifuata amri zake, kuzifuata njia zake. Fanya hivyo Ahabu. Mstari ule wa 20, basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Akawakusanya manabii pamoja katika ule mlima uitwao Karmeli. Na Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Naye mtumishi wa Mungu aitwaye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Hata lini? Hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Mwambie jirani yako, wale watu hawakumjibu neno. Hawakumjibu neno. Wale watu hawakumjibu neno. Hawakumjibu neno. Unafikiri ni watu gani hao? Ni wale ambao Eliya alimwambia Ahabu amkusanyie manabii 450 na manabii wapatao 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Amkusanyie katika ule mlima Karmeli. Hao watu hawakumjibu neno. Neno gani? Aliwaambia, mtabaki katika sheria hizi mbili, katika mawazo haya mawili, mpaka lini? Mtasitasita hata lini mkibaki katika hayo mawazo mawili? Lakini ikiwa ni Yehova ndiye Mungu wenu, fuateni yeye. Hata kama mnaona Baali ndiye Mungu wenu, kwa kuwa ndio chaguo lenu, fuateni yeye. Biblia inasema wale watu hawakumjibu neno. Mstari ule wa 22, ndipo mtumishi wa Mungu Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu. Ndipo mtumishi wa Mungu Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, nabii wa Bwana, nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450, ila nabii wa Mungu ni mmoja tu. Hii sentensi ama ili andiko kutoka kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia takatifu, Wafalme wa Kwanza sura ile ya 18 mstari wa 22, lina maana sana
katika maisha yetu ya Ukristo, hasa majira tulionayo. Hasa majira tulionayo. Amen. Ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watuletee ng'ombe wawili wao, na wachague ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Mwanzo wale watu hawakumjibu neno alipowaambia, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Watu wale hawakumjibu neno. Lakini hapa alipotaja habari za wao watwae ng'ombe mmoja, kisha wamkatekate, wamweke juu ya kuni, wasitie moto, na yeye yule wa pili atafanya vivyo hivyo, hata tia moto. Biblia inasema wakasema, maneno haya ni mazuri. Eliya akaona awape kipaumbele sawa sawa na misemo yetu ya majira haya, kwamba wengi wape. Kwa kuwa walikuwa wengi, akasema ngoja, kwa sadaka ya ng'ombe huyu atakayetolewa hivi leo, wao waliitie jina lao kwanza la Mungu wao, alafu mimi niliye peke yangu niliitie jina la Bwana Mungu wangu yule ajibuye kwa moto. Lakini ulimwengu wa mwili, kana kwamba Eliya alionekana yuko peke yake, ila ulimwengu wa roho hakuwa peke yake. Jeshi la Bwana lilikuwa pamoja naye, ambalo ni jeshi la malaika. Lakini pia mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Eliya akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkaliitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, e Baali, utusikii? E Baali, utusikii? E Zumaridi, utusikii? E Zumaridi, utusikii? E Zumaridi, utusikii? Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao
wakalukaluka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia ziaka. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia ziaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli, amekuwa msalamo huyo, au anasafiri, au labda amelala, sharti amshwe. Hiyo ilikuwa dhiaka ya mtumishi wa Mungu Eliya. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe na nyembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachulizika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti, wala aliyejibu, wala aliyeangalia. Mwambie jirani yako, lakini hapakuwa na sauti, wala aliyejibu, wala aliyeangalia. Maneno haya niamini hakika na kweli yanakwenda kudhibitika katika ulimwengu wa walio hai ndani ya taifa hili la Tanzania kwa siku chache zijazo. Amen. Na ndipo litakapotimia lile andiko, nimewaona wafalme wanakwenda kwa miguu na watumwa wamepanda farasi. Amen. Maana yake ni ipi? Aliyekuwa akitembelea viete kwa nyota za watu, kwa kalama za watu, atakwenda kwa miguu kuelekea kituoni kupanda daladala. Amen. Saa ipo, saa yaja, nayo ni sasa. Amen. Saa ipo, saa yaja, nayo ni sasa. Amen. Kila mmoja ataketi kwenye nafasi ya kiti chake cha utawala wake. Amen. Kila mmoja ataketi kwenye nafasi ya kiti chake. Amen. Cha utawala wake. Amen. Cha umiliki wake. Amen. Nasonga mbele. Nikaribieni mimi, niko peke yangu, nabii wa Bwana. Ninyi mko wengi, manabii wa bahari. Nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Mwambie jirani yako, akaitengeneza madhabahu ya Bwana. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Rudia tena. 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 Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Kwa sauti ya 7 iliyokuwa na ya mwisho, rudia tena. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Tendo la kuambia nikaribieni mimi. Wale watu wote wakamkaribia yeye. Biblia inasema akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Kumbe
kuna madhabahu ya Bwana imevunjika. Biblia inasema huyu Eliya akaitengeneza hiyo madhabahu kwa upya tena, kwa kuwa ilikuwa imevunjika. Wewe Janet, jana majira kama haya ulikuwa na mwenzako, yuko wapi hapa? Ulikuwa unatembea na mwenzako majira ya jioni kama haya, wewe hapo, si niite kipima joto kinani kile, lakini kipochi chenye kidogo, mkanda mrefu, afu chenye kidogo, ulivaa t-shirt na suruali. Huyo mwenzako yuko wapi? Asali hapa. Anasali wapi? Hata sijui anasali wapi. Yeye ni Pentecost. Ulishawahi kumkaribisha unaposali wewe? Hapana, ni madam. Ni mwalimu wa shule. Kwa hiyo akiwa mwalimu wa shule sijawahi kumkaribisha. Mbona mnalingana vimo? Ila nyama kidogo kwa mbali. Ni dada yangu yule. Ni dada yangu, ndo nimekumbuka kwamba ni dada yangu. Ni dada yangu, nilikuwa naye, nishawahi kumkaribisha. Ani uko kwenye mlima, alafu uko peke yako, alafu kuna 450. Ukiachana na 450, walikuwa hapo 850, kuna 400 wengine walao chakula pa Yezabeli. Hawa wanamwabudu Baali, wewe unaabudu kitu kingine ambaye ni Mungu Yehova. Akuogopa. Kweli haya ni majira ya kumwogopa mtoto wa mwenzako. Tubadilike. Unamwogopa mtu, unaacha kumwogopa aliyemfanya huyo mtu. Yaani unamwogopa mtu ambaye yuko aliyesababisha huyo unayemwogopa akawepo. Nani anayestahili kuogopewa kati ya hao wawili? Mungu atusaidie sana. Amen. Hizo ni pupa ama haraka za maisha. Ndio maana unaingia kwenye maeneo ambayo sio. Na ndio wengi walivyo, wanatamani kuwa ndani ya ndoa bila kujua kwamba yule ni chaguo lake ama la. Utakapoingia unaanza kukuta mziki ndani ya ndoa. Ucheze kwa kuwa ndio uliokutamania ucheze. Si ulikuwa na kiu? Ucheze huo mziki uliokuta. Acha pupa, acha haraka. Mkabidhi Bwana jambo lako, atalitimiza, atalifanya kwa wakati wake. Amen. Sasa Bwana akaitoa roho yake, unaanza kuwa mhudhuriaji mzuri kanisani, hautaweza kupokea. Ukiniuliza kwa nini unahudhuria sasa, kwa kuwa aliyekuwa anakukemea hayupo. Kwa hiyo sitakupa unachokifuata kwangu. Ningekupa kama ungenifuata kwenye majira yale yale. Badilika mtu wa Mungu. Amen. Naongea na mabinti zangu, naongea na vijana pia ambaye hujaoa wala kuolewa. Acha pupa, acha tamaa ya kiu ya kuwa ndani ya ndoa kabla ya wakati wa Bwana. Amen. Narudia tena, acha tamaa ya kiu ya kuwa ndani ya ndoa kabla ya wakati wa Bwana. Amen. Utaangukia pua. Na agano hilo alivunjiki mpaka mmoja wenu atangulie mbele za haki. Haya, utamwambia mchungaji anakusalimia, niliwaona. Sawa Haya, Mungu akubariki. Ila mwambie aje kanisani.
Eliya akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Jeuri ya mtumishi wa Mungu aitwaye Eliya amekatakata ile sadaka ambayo ni yule ng'ombe, ameiweka juu ya kuni, akatengeneza mifereji. Anawaambia, jazeni nini? Mapipa 4 ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Kwa jeuri mwageni maji. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Mapipa yalikuwa mangapi? Walipofanya mara ya pili yakawa mangapi? Akasema, fanyeni mara ya tatu. Yakawa mangapi? 12. Wakafanya mara ya tatu. Mapipa 10 na mangapi? 2. Yale maji yakazunguka madhabahu, akaujaza ule mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni kama hivi vile. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni kama hivi vile. Eliya nabii akakaribia akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo. Inatumika neno Israeli. Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Ni neno gani hilo? Na mimi leo nitakwambia kabla ibada hii kuisha. Unisikie e Mungu, uisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Amen. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Amen. Eliya akawaambia, wakamateni manabii hao wa Baali, hasiokoke hata mmoja. Wakakamatwa, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko
akawachukua mpaka kwenye kile kijito cha Kishoni, akawaua huko. Hebu mshangilie Bwana. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Elia. Akaona njia pekee juu ya hawa makuhani wa kichawi sio kuwasambaratisha, ni kuwafanyaje? Kuwaua. Neno kuangamiza, kuwaua manabii wa uongo. Hawa ndio makuhani wa kichawi, kumbe wanatakiwa kuangamia. Ndio maana na mimi leo nikachagua moja kati ya watoto wangu wa kiroho, kwamba ninao wasaidizi lakini hawatabeba hiyo maiki wala hicho kitabu. Kusudi ni nini? Kusudi ni moja tu, wanaohusika kuyatabisha maisha yetu. Amen. Wanaohusika kuyatabisha maisha yetu. Amen. Tunataabika kutokana na wale makuhani wa kichawi, washirikina, soma nyota, kwa kujua ama bila kujua, ukaiacha njia ya Bwana. Matokeo yake ukupata ufumbuzi, bali shida iliendelea kubaki pale pale mpaka ulipoamua kumkimbilia Yehova, naye akafanyika jibu la maisha yako. Maombi unayopaswa kuyaomba ni maombi ya kuangamiza, kwamba na wafuta katika uso wa nchi, katika uso wa walio hai. Utakapomsambaratisha, bado unampa kibali ama nafasi, kwa maneno mengine, ya kuendelea kukutabisha ama kukutesa. Kuhani yoyote yule wa kichawi, majibu yake ni kumwangamiza. Yai kumuona Julieti akiwa kichaa, si ndio Si ndio Amen. Sasa ni kuhani anamtaabisha awe kichaa. Sasa huyo kuhani wewe unamwachaje? Sio kumsambaratisha, huyo kuhani ni wakufanyaje? Wa kumwangamiza, wa kumuua. Amen. Mimi tatamka mara 3 tu kichaa umpate. Julieti, kwa sauti ya kwanza, pokea ukichaa uwe chizi. Pokea ukichaa kwa sauti ya pili, uwe chizi. Pokea kichaa kwa sauti ya 3, uwe chizi. Wewe acha tu abebe mtoto atupe juu ya paa huko. Wale unaowaona ni vichaa. Kuna makuhani wa kichawi wamewafanya wawe vile. Sio Mungu aliyewaumba akawafanya wawe vichaa, hapana. Sasa unakutana na huyo yuko hivyo, anafanya ya kufanya, na mimi ndo namwacha anarudi kwenye familia yake hivyo. Sasa huyo kuhani wa kichawi unamwachaje? Sasa uhamie kwa nani huo? Kwa Janet Moja, 2, 3, nimemaliza.
Wewe kimbia kimbia tu, na wewe unakuja kwako. Watwange tu mpaka watakapomwangamiza kuhani. Ila wakichawi. Wabebe wazima wazima. Tafuta saizi yako ya kubeba hapo. Usibebe. Uwe sawa Janet. 1, 2, 3. Umefikaje sasa hapo Janet? Sijui. Haujui? Ulikuwa wapi? Pale. Hapo umefikaje? Sijui. Aya, Mungu akutunze. Kakae sasa. Manabii hawa manabii ndio wanaotufanya sisi kama misukule ndani ya nyumba za ibada. Huwezi kunielewa. Ndio wanaotufanya misukule ndani ya nyumba za ibada. Tunawageuza miungu watu. Amen. Wa kumwangamiza ni wewe. Amen. Unalisikia neno hili hivi leo. Amen. Wako wanaotuweka kwenye madhabahu zao wakitumia sehemu ya viungo vya miili yetu. Labda unielewi. Sasa nitaapisha. Nitoe mfano kwa 2 watatu afu kisha tutaomba. Nitaapisha wewe ambaye uko hapa lakini umelazwa na nabii wa uongo anatumia sehemu ya viungo vya mwili wako kumpa yeye faida ama kuendesha ile ibada. Nitakuapisha, utakuja mbele na utamtaja jina. Nilikuwa kwenye madhabahu ya fulani na alikuwa ananitumia kwa kazi hii na hii. Taapisha. Wasikosekane hata 3. Na utasema we mwenyewe kama Elia hakutaka waishi. Akasema asiokoke hata huyu mmoja. Akawa bismillah. Chinja wote. Baba, Aba ndo jina lako. Baba, Aba ndo jina lako. Ni majira haya jioni Elia aliliitia jina lako. Moto ukashuka ukailamba ile madhabahu vile vilivyoteketezwa. Moto ukalamba mawe, kuni, sadaka ambaye ni yule ng'ombe, mavumbi na yale maji yaliyokuwa kwenye ule mfereji. Kwa moto ule ule ninaomba Baba mara hii tu, wewe ulioko mahali hapa, ulimwengu leo umelazwa kwenye ile madhabahu ya nabii wa bahari, umelazwa kwenye ile madhabahu za manabii wa bahari. Wanakutumia kuwapa faida. Mikono yako kuita watu, mikono yako kutoa upako, macho yako kuona, kinywa chako kuongea, masikio yako kusikia, miguu yako kusimama. Naagiza kuanzia sasa, malaika Mikaeli unawatembeza na kuja mbele kwa sauti kuu 7. Kwa sauti ya kwanza, na kuapisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kuamuru utembee uje mbele. Kwa sauti ya pili, na kuapisha kwa jina la Yesu,
na kuamuru utembee kuja mbele. Kwa sauti ya 3 na kuapisha kwa jina la Yesu. Na kuamuru utembee kuja mbele. Kwa sauti ya 4 na kuapisha kwa jina la Yesu. Na kuamuru utembee kuja mbele. Kwa sauti ya 5 na kuapisha kwa jina la Yesu. Na kuamuru utembee kuja mbele. Ikifika 7 miguu yako na itembeza kuja mbele. Kwa sauti ya 6 na kuapisha kwa jina la Yesu na kutembeza mbele. Wewe unaimba madhabahuni, wewe unatumika kwenye madhabahu za manabii wa bahali, manabii wa uongo, kwa sauti ya 7 na kutisha ulimwengu wa roho na kutembeza mbele, hutaweza kuvumilia, hutaweza kuipinga sauti hii na kutembeza mbele, na kutembeza mbele, na kutembeza mbele. Malaika Mikaeli, malaika Mikaeli, kamata miguu hiyo sasa. Hii amri si ombi. Unatembea, unatembea, unatembea. Wewe ulikuwa ukitumikishwa kwenye ile madhabahu ya nabii wa bahali, ya nabii wa uongo, unatembea, unatembea. Hii ni amri. Hutaweza kustahimili kwenye hicho kiti, hutaweza kustahimili kwenye hicho kiti. Anakutumia kiuimbaji, anakutumia kuleta watu. Nyota yako anaitumia kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya uimbaji. Utatembea. Napiga agano hilo, napiga agano hilo, napiga mkataba huo. Kwa mguu wako unakwenda mbele, kwa miguu yako na kutembeza, na kutembeza, na kutembeza, na kutembeza. Kitu hicho na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto. Unakuja mbele, unakuja mbele, unakuja mbele. Nimesema unakuja mbele, nimesema unakuja mbele, nimesema unakuja mbele. Na mimina moto, na mimina moto, na mimina moto. Cho kwa jina la Yesu. Cho kwa jina la Yesu. Unakuja na unasema unatumika kwenye madhabahu gani? Sikuachi. Nimesema mtapungua 3 kabla tujaanza kuangamiza. Njoo kwa jina la Yesu. Paka mtumie hiyo idadi. Njoo kwa jina la Yesu. Paka mtumie hiyo idadi. Chini. Hapo hapo. Unaenda wapi? Njoo. Lazima idadi hiyo itimie. Njoo. Njoo. Na kunyanyua kwenye kiti hicho, na kunyanyua kwenye kiti hicho, na kunyanyua kwenye kiti hicho, na kutembeza mbele, na kutembeza mbele, na kutembeza mbele kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao. Na kuona wewe unazalisha fedha kwenye ile madhabahu. Njoo. Na kuona wewe unazalisha fedha kwenye ile madhabahu. Njoo. Na kuona wewe unazalisha fedha kwenye ile madhabahu. Njoo. 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 Ili niokoe muda. Naanza na wewe. Kazi yako ni nini pale? Tulia ujibu. Kazi yako ni nini? Nakusanya hela. Nakusanya hela. Mikono yake ya fedha. Mikono yake ya fedha. Fedha. Uko kwenye madhabahu ya nani? Unatumika? Fedha. 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 Leo tuna yeye. Moja kati wanaotakiwa kuangamia. Bado nitaita kubwa lao. Bado nitaita kubwa lao. Chini. Nimemaliza. Nenda kwa mwingine. Na wewe kazi yako nini? Sema wewe. Naongea na wewe. Naongea na wewe. Kwenye hiyo madhabahu kazi yako nini? Utanena. Msimamisheni huyo.
Ajijue yeye ndo anayejua. Uko kwenye madhabahu ya nani? Wapi? Vingunguti. 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 Yuko hadi huko. Kazi yako? Tunaimba. 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 Kazi yake nini? Tunaimba. Naimba. Sio naimba, tunaimba. Tunaimba. Na mnaimba kweli kweli? Tupo wengi. Amewachukua? Tunaimba. Leo tunaye. Simamisheni huyo mama. Upo wapi wewe? Huyo mama. Upo kwenye madhabahu ya nani? Jibu. Jibu. Na chila moto hapo. Sema. Tumetumwa tuje kumtesa watoto zake wote wawe wandazimu. Wewe? Wandazimu wote. Wenda wazimu huwa kuna mambo yanafanyika? Sio ya kuzaliwa? Haya, mmetumwa na nani? Tumetumiwa. Na nani? Omboza huko. Tumetoka Omboza huko. Omboza? Kwenye madhabahu gani? Metoka Omboza? Mkaja wapi? Kaja Viwege. Viwege? Omboza kuja Viwege. Mmetoka kwenye madhabahu gani? Ya uchawi, kumloga huyu mtoto, yani awe chizi au mwizi, anatembea na visu, haeleweki toka darasa 6 mpaka sasa hivi haeleweki chochote. Nataka tumuue na moto. Naona hao ni makuhani wanaosababisha hayo. Mtoto haeleweki, anaanza kuwa chizi, anaanza kutembea na visu, anafanya uharibifu. Kumbe kuna jamaa tu ni makuhani. Hizo ndo kazi zao. Nimesema kuwaangamiza. Hao ndo wanatakiwa kuangamia. Amen. Lakini huyu mama usitoke. Huyu mama katembea sehemu nyingi. Akikaa sawa kimoja atasema katembea sehemu nyingi hajapata ufumbuzi juu ya ile wewe ongelewa sasa. Naongea na nyie, kweli si kweli? Kweli. Mbagaya kafika huyu. Paka? Mbagaya kote huku kafika kumwangalia utawala. Mage kafa wiki mbili tu. Nani? Mage kafa wiki mbili tu kafa. Mme wake, tulia ongea vizuri. Kafa na wiki mbili tu. Mtakuwa mmebeba. Kafa kifo halali kweli? Siku 14 tu. Kafia Mbagaya huko. Ni kifo halali? Amna kifo halali hapa. Sio kifo halali? Amna kifo halali hapa. Yuko wapi sasa? Alimchukua kamweka wapi? Alimchukua kamweka wapi? Ndani mwake. Yuko wapi? Anamtumikia sasa hivi. Ndio makuhani hao wa kichawi wanakufanya msukule. Alimchukua anaitwa nani? Naitwa nani wewe ulimchukua? Wapi? Anaitwa Omboza. Omboza huko. Na huyo mume wake yuko wapi? Mume wake huyu ni Msukuma. Yuko wapi sasa hivi? Mmemweka wapi? Mume wake kamweka ndani. Ndani? Wapi, eneo gani? Omboza huko. Omboza huko. Mmeshamkata ulimi? Tayari. Ulimi tayari? Mmeshamkata? Aongei. Bado mtoto wake sasa anaiba na anatembea na visu. Haeleweki. Naye? Huyu mtoto huyu mama, yani haeleweki, anatembea na visu, anaiba. Mpaka anataka kumuua mama yake. Sisi ndo tunafanya hiyo kazi. Ndio tumetumwa. Hao ndo makuhani nasema wa kuangamia.
Ukisikia kuangamiza makuhani ya kichawi hao, sio kuwasambaratisha, kuangamiza. Umeona wao wanavyoangamiza kwa kuua na kuweka misukule. Haya, uliza sasa hivi huyo mume anafanya kazi gani? Mnamfanyisha kazi gani? Shamba. Shamba. Unaona? Analima. Shamba la mihogo Liko wapi? Lipo Mboza. Kweli msimu watu wanalima mashamba. Naona? Watu wanasoma majira. Hana hela, amekuona huko vizuri pale. Kama ulivyokuwa na mwili wa amani mbeba chuma, sasa hivi haupo. Watu wanafanya mambo tu. Yauza kuwa msukule. Kutumikisha tu. Unaisha tu. Hata ujui. Huyo mama kashapoteza hela nyingi kwa waganga maeneo mengi kutafuta ufumbuzi. Nanyosha mkono kwenye utosi wa kichwa chako mama. Pokea akili timamu. Pokea akili yako, ufahamu na kumbukumbu uwe sawa. Nitazame. Kisha nitazame. Mama nitazame. Bwana Yesu asifiwe mama. Habari ya uzima mama? Salama. Umefiwa na mume? Nimefiwa na mume, ameumwa wiki siku 14 tu, amekufia Kisarawe. Ameumwa kwa muda gani? Siku 14, wiki 2 tu. Wiki 2 tu. Ugonjwa gani? Ni mbavu tu zimembana sana kama imonia. Ulimi anatoka nje hivi, ulimi unatoka kama nyoka. Amefariki. Kwa hiyo amefariki lini sasa? Amefariki toka mwaka jana. Mwezi gani? Mwezi wa 7. Wa 7 mwaka jana. Wewe unaishi wapi mama? Mimi naishi Biwege kule Mjikumbe, kwa shule ya Mjikumbe. Na ndio uko unaishi naye hapo? Na mwanangu ndo hapo anaishi naye. Kwa hivyo tunahangaika na mtoto mpaka yeye mwenyewe amefariki, akaniachia yule mtoto anasumbua mpaka sasa hivi. Toka nifike hapa, yule mtoto sasa hivi ametulia, hata kisu atembei nacho wala nini, amekuwa mtoto mzuri. Unaona hata toka ufike hapa, hebu rudia tena kwa sauti. Toka ufike hapa. Toka nifike hapa, yani hanywi pombe wala avuti sigara wala atembei na kisu. Atembei na visu wala aibi kitu chochote, mpaka ananifanyia kazi za nyumbani. Hapa kwenye mabanda ya kuku. Hapa na toka nifike hapa na wiki kama ya 3. Una kama wiki ya 3. Natumia maji na picha yake na nguo zake zingine nimekuja nazo hapa, na mtoto yupo vizuri tu. Yuko vizuri. Chochote ninachomwambia ananisikia, na asubuhi akiamka anasema mama za asubuhi, na alikuwepo ananitaka kuniua mimi hapa mama. Namwachia nyumba, naenda kulala kwa majirani, namkimbia yeye. Sasa hivi mnalala wote nyumba moja? Tunalala wote na tupo amani kabisa. Bwana Yesu. Na una wiki ngapi? Yani na wiki ya 3 sasa hivi. Ya 3 tu. Mungu kayafanya yote hayo. Unakuaga na ka passport kapicha kadogo hivi. Amina. Mungu ni mwaminifu. Amen. Hata kuacha. Umehangaika sana. Nimehangaika sana. Kwa waganga na mashehe wamenilia hela sana. Ndio. Nimefika hapa sijatupa hela yoyote, ila Yesu ameninyoshea mkono ya neema. Amina mama. Mungu akutunze kakae. Ila naomba ushirikiano, mtoto tu kama mtu anakuja anaenda kumchukua, kwa sababu yupo vizuri tu, aje kuja. Mungu atafanya jambo. Aliyefungua akili, ufahamu na kumbukumbu atafanya jambo. Ila ni imani yako wewe. Mchungaji anaposema shika ulichokuwa nacho, una maji una nini, na picha nayo uwe unashika. Imani yako wewe ndio iliyokusaidia, ndio iloleta uponyaji. Mungu akutunze mama. Atafanya makubwa zaidi ya hayo. Baba mlimzika wapi? Kwa mzee Bakili. Kwa mzee Bakili. Sasa uje uende pale ulipohifadhi ule mwili. Chukua udongo kidogo tu hivi. Kidogo tu. Uniletee wa pale kaburini kwa baba. Ambapo mliweka. Niletee, sawa Sawa Itajulikana yupo Mungu katika taifa hili. Amen. Ikitokea amerudi utampokea. Ikitokea unamuona hivi, utampokea? Nitampokea. Utampokea kwa sababu napata shida sasa hivi, kukaa peke yangu, maisha magumu.
Kaketi mama, fanya hiyo kazi niliyokutuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona maana ya neno hili la leo cha kichwa cha somo linasema kuangamiza makuhani wa kichawi. Ndio hao waliosababisha yuko peke yake. Kaangaika sana, wanyama kaambiwa hatoe, fedha kaambiwa hatoe, na hana kitu. Paka ilifikia hatua baadhi ya vitu inabidi viuzwe ipatikanike hela inayotakiwa kutolewa, akifikiri kuna ufumbuzi, na ufumbuzi ukakosekana, ila kwa Bwana Yesu ukapatikana. Amen. Aliyetembea na kisu atembei na kisu tena, alionekana mweu chizi sio tena, alionekana na mawazo ya kumzuru hawazi tena, amerudi kwenye asili yake. Huyu ndiye Mungu. Hapa kwenye mabanda ya kuku ndio Mungu anaonekana, na Mungu huyu ataonekana kwenye kuangamiza makuhani wa kichawi. Makuhani wa kichawi. Makuhani wa kichawi. Au niite kubwa lao, nabii lao kubwa lomshikilia mtu. Hatutaomba, tachelewa kuomba sasa. Nataka tuombe. Nitawaachilia na mimi nina wakwangu, nataka niwaangamize. Elia aliwaangamiza kwa kuwa alikuwa nabii tu peke yake wa Mungu, wa Baali walikuwa wengi. Na mimi sasa nina wakwangu, nataka niwaangamize, nataka niwafute katika uso wa nchi wa walio hai. Amen. Na wafuta kweli. Amen. Ulimwengu wa mwili naonekana sina kitu, ulimwengu wa roho nina kitu cha kuwafuta. Amen. Nina kitu cha kuwafuta. Amen. Nina kitu cha kuwafuta. Amen. Sasa simama tuombe. Nitakuongoza kisha nitakuachilia. Sema: Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye uwezo. Asante Baba, asante Baba, hata kwa ajili ya neno lako, ya siku ya leo. Ninakushukuru kwa neno lako, ya siku ya leo. Ninakuja mbele zako kwa uweza na nguvu ya Roho wako mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema: kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako, ninalisogelea ghala lako. Naomba Baba, mara hii tu najivika silaha hizo zenye uweza katika Bwana, hata kuangusha kila ngome iliyojengwa mbele yangu ili kunizuia, ili kunipinga kwa miaka mingi. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba Baba, mara hii tu ninavaa ule uweza, ninavaa ile mamlaka, ninavaa ile nguvu itokayo juu mbinguni. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa ninaomba Baba, kwa neema hiyo nipe nguvu ya kuangamiza makuhani wote wa kichawi walionitesa kwa miaka mingi, walionitaabisha kwa miaka mingi. Ninaomba Baba, mara hii tu yamkini Baba, nimekuwa mwenye mikosi, mwenye balaa, mwenye laana, mwenye nuksi kwa miaka mingi. Baba, nimekuwa
nimekuwa wa kukataliwa kila niendapo. Yamkini Baba walionyoosha mkono huo ni makuhani wa kichawi. Leo Baba kwa neema yako pekee itokayo juu mbinguni, itaabisha familia yangu, mliotaabisha uzao wangu, mliotaabisha kipato changu, ufugaji wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, kwa namna rohoni, na ukamata upanga wa Bwana, ni ule upanga ukatao kuwili, na waangamiza kwa namna rohoni, na wafyeka makuhani wote wa kichawi, na wafyeka manabii wote wa uongo, na wafyeka wataabishaji wote wa maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na ukamata upanga wa Bwana ukatao kuwili, na ukamata upanga wa Bwana ukatao kuwili, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na wafyeka ewe kuhani uliye kuhani wa kichawi ndani ya familia, na kuangamiza kwa jina la Yesu, uliye kuhani wa kichawi ndani ya nyumba ya ibada, niabuduo leo na kuangamiza kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba mara hii tu kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, na wakusanya makuhani wote wa kichawi mtaani naoishi, na wakusanya makuhani wote wa kichawi tokea mtaa ninaoishi, njoo hapa, na waangamiza kwa makali ya upanga makuhani wote wa kichawi eneo la biashara yangu, na wakusanya ulimwengu wa roho, na wafyeka makuhani wote wa kichawi eneo la ajira yangu, la kilimo changu, na ufugaji wangu, na huduma yangu, kwa namna rohoni, na wakusanya ulimwengu wa roho, na wafyeka kwa makali ya upanga. Anza sasa kuwakusanya makuhani wa kichawi kwa jina la Yesu, lile eneo la maisha yako, na wakusanya makuhani wa kichawi, eneo la maisha yangu, eneo la kazi, eneo la biashara, eneo la kilimo, eneo la ufugaji, na wakusanya kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na wakusanya makuhani wote, eneo la biashara, eneo la kilimo, eneo la ufugaji, na wakusanya kwa makali ya upanga, kwa damu ya Yesu, na Yesu
kusini, waliokuwa wakusanya watekecheza makuhani wote wakichawi na watekecheza moto wa Bwana, moto wa Bwana na watekecheza makuhani wote wakichawi na watekecheza moto wa Bwana ndani ya familia, ndani ya ukoo, unaachia moto, moto wa damu, achia moto. Amen. Amen. Hapo hapo ulipo, nenda sasa. Inawezekana kuna shida fulani inakusumbua, kuna tabu fulani, kuna tatizo fulani. Hiyo shida, hiyo tabu, hilo tatizo linatokana na yule kuhani wa kichawi. Ndiye alisababisha ukazika mtu kabla ya wakati wa Bwana. Ndiye alisababisha ukawa na mahudhurio kliniki, hospitali. Ndiye alisababisha ukawa na tabu fulani. Kama unaiona afya iko sawa ndani yako, kamwangamize kuhani wa kichawi. Amina, amina. Amen. Nenda sasa mbele za Bwana, kamwangamize kuhani wa kichawi. Kwa damu ya Yesu na mwendea. Nakufyeka. Wewe kwani unayetabisha dawa yangu, unayetabisha uzao tumbo langu, wewe kwa makali ya upanga, nakufyeka. Wewe kwani wakichawi unayetabisha kilimo changu, wewe kwa makali ya upanga, nakufyeka. Wewe kwani wakichawi unayetabisha uchumi wangu, nyota yangu, kibali changu, asili
familia yangu, unatabisha watoto wangu, unatabisha uchumi wangu kwa makali upanga na kufyeka kazi, habari ya biashara, habari ya ufugaji, habari ya huduma kwa makali upanga na kufyeka kwa makali upanga Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa nasimama kinyume na kuhani yoyote wa kichawi aliyesababisha magonjwa ndani ya familia, mauti ndani ya familia, ajali ndani ya familia, namfyeka kwa makali ya upanga, namwangamiza kwa makali ya upanga, nanena nawe mjumbe ni kuhani wa kichawi uliyesababisha kukataliwa mikosi, balaa, laana, nuksi, kufyeka uso wa nchi, namfuta katika ulimwengu ulio hai, namfuta katika ulimwengu ulio hai, namfuta katika ulimwengu ulio hai. Amen. Shangazi wa mtu kafutika, binamu wa mtu kafutika. Amen. Ndugu wa mtu kafutika. Amen. Umemfuta. Amen. Naona makuhani mtaani wamefutika. Amen. Naona makuhani wa kichawi wamefutika. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Upo ushindi wa ajabu. Amen. Upo ushindi wa ajabu. Amen. Namwona aliyekutabisha, namwona aliyesababisha ulie, aliyesababisha uingie kwenye lile teso, aliyesababisha uingie kwenye lile deni. Upanga wa Bwana umemwangamiza. Amen. Upanga wa Bwana. Usiniambie tu mchungaji, kuna 1 2 3, nitakwambia uliifanya kazi wewe mwenyewe. Amen. Nitakwambia hiyo ni kazi ya mikono yako. Namuona na mwingine tena, usije kunipa taarifa. Nitakwambia hiyo ni kazi ya mikono yako. Amen. Nitakwambia hiyo ni kazi ya mikono yako. Amen. Namuona na mwingine tena, nitakwambia hiyo ni kazi ya mikono yako. Nitakwambia hiyo ni kazi imeyafanya hayo yote. Amen. Walioyafanya maisha yangu yawe hivi yalivyo. Sadaka hii ni sadaka ya kuangamiza makuhani wa kichawi. Iseme maneno. Wako waliosababisha uwe mgonjwa, wako waliosababisha uwe na mahudhurio ya kliniki kila itwapo leo. Iseme maneno hiyo sadaka. Baba, ndio jina lako. Nimeishika sadaka hii hivi leo. Ni sadaka ya kuangamiza makuhani wote wa kichawi kwenye ule ukoo alikooa. Ninaomba ulimwengu wa mwili wakaangamie makuhani wa kichawi kupitia sadaka hiyo Baba. Waangamie hayo maisha waliokuwa nayo, sio maisha yao Baba. Angamie makuhani hao ndani na nje ya nchi, waliosababisha maisha yako kuwa ya tabu, ya huzuni,
ya kwenda kwa shida, kama gari liliondolewa gurudumu. Baba, nazibariki sadaka hizo kwenye maisha yake, kuanzia saa hii, kuanzia saa anaponyoosha mkono kukutolea, asiokoke hata mmoja, sawa sawa na neno lako. Kama lilivyokuwa kwa Elia, hakuokoka hata mmoja, wale manabii wa Baali. Nasi kupitia sadaka hizi, asiokoke hata mmoja, manabii wa Baali, manabii wa uongo, makuhani wa kichawi. Kwa neno lako, kwa neno lako likawe upanga wa kuangamiza, la kuwafuta katika ulimwengu walio hai. Ninakushukuru kwa kuwa Baba, imekuwa nimeomba na kuamini, na watu wote tuseme amen.